Sisi ni wanatoga mani wale navigator ni watu ambao tumezunguka dunia nzima hii, kwa hiyo popote sisi hali hewa tunaimudu tu hapo. Kuzidi sana kidogo napiga koti. Napiga koti. Bana, msemaji, tunajua amekuja hapa katika uwanja wa Airtel kwa mara ya kwanza tangu Singida kuhamia hapa, lakini miongoni mwa mchezo ambao mnauendea kwa umuhimu mkubwa, maandalizi hapo. Kwanza nianze kwa kuwapongeza Singida kwa kujenga uwanja wao wa Airtel. Kwa mara ya kwanza ndio nafika hapa, si haba. Ni uwekezaji mzuri, ni uwanja mzuri ambao tunaamini utakuwa msaada mkubwa kwao na kwa yote ambaye atakuwa ana uwezo ama anahitaji kutumia uwanja huu. Ni uwanja ambao hauathiriwi na hali ya hewa ya aina yote ile. Hivi sasa mikoani kuna mvua, lakini kwa huu uwanja ambao wao wametengeneza, mvua haiziwezi kuziathiri. Yes, lakini hauwezi upate tabu wa kumwagilia wala kufanya kitu gani. Kwa kimsingi nikiwa mdau wa mpira wa miguu ni wapongeze kwa dhati kabisa uwekezaji huu ambao Singida wameufanya. Wanazidi kutupa somo ya kitu gani cha kufanya kwa ajili ya kuwekeza kwenye eneo hili. Ni mpongeze personali mlezi wa timu hii, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, ambaye naamini yeye yupo kwenye mpango wa ujenzi wa uwanja huu. Kazi kubwa amefanya, wanastahili sifa na pongezi. Lakini hata rais wa heshima ameweka kitu kidogo hapa, ameongeza nguvu wakati wanafanya harambee. Lisemekana ni miongoni mwa watu ambao wamechangia. Ni mdau wa michezo, ni mdau wa michezo, ni mtu wa Singida, kwa hiyo akihitajika kufanya jambo hashindwi kufanya. Sawa, msemaji, tunajua ni miongoni mwa mechi ambayo inakuwa inaibua hisia nyingi sana za watu. Kila mmoja anakuja na kile ambacho anakiwaza. Kinatambua kwa rekodi kwenye ligi hamjawahi kupoteza mbele ya Singida Black Star. Kuna namna hiyo inawapa nguvu kwenda kuhakikisha mnapata alama 3 licha kwamba ni miongoni mwa mechi ngumu. Singida ni toto tundu. Ni mtu ambaye anakutengenezea mechi ngumu, mechi ya upinzani. Mechi ya Singida ikimalizika mnatamani mpate kama wiki 2 hivi au moja za mapumziko kwa ajili ya miili kukaa sawa sawa. Mechi ya Simba na Singida always haijawahi kuwa mechi nyepesi tangu walipokuwa Singida United, wakaja Singida Big Stars, wakaja Singida Fountain Gate, sasa ni Singida Black Stars, itakuja Singida na Kintinku, yani hivyo, lakini wanatengeneza mechi ngumu kweli kweli kwa Simba Sports Club. Of course inatupa sisi uwanda mpana wa kuendelea kuiangalia timu yetu, development yake inaendaje na kitu kama hicho. Mechi ya kesho tutegemee mechi ngumu kweli kweli kwa sababu ya ubora waliokuwa nao Singida. Najua katika ligi ya Tanzania hii ukitoa Simba, timu nyingine ambayo ina wachezaji wa klasi ya juu ni Singida bila shaka. Kwa hiyo wanapokutana wachezaji wa daraja hilo unategemea mechi kwa ngumu, na kesho naamini uwanja wa Airtel hapa tutashuhudia mechi bora ya kwanza kuwahi kuchezwa katika uwanja huu. Zimechezwa mechi nyingi hapa, lakini uwanja huu wa Airtel haujawahi kushuhudia mechi nzuri, mechi bora, mechi ya daraja la juu, mechi ya kiwango kikubwa, mechi ya kuvutia, mechi ya mafundi, mechi ya wataalamu kama ambayo itapigwa siku ya kesho hapa katika uwanja wa Airtel. Uwanja wenyewe utasema ni kweli. Uwanja huu tangu umezunduliwa hatujawahi kupata mechi nzuri kama hii ambayo Simba na Singida wameionyesha hapa Airtel. Kuna namna hicho nacho kinaongeza ugumu. Ya ugumu lazima. Kila mtu anapigania alama 3 hapa. Haiwezi kuwa mechi nyepesi. Singida anataka alama 3, anataka na ujiko wa kuifunga ama kuizuia Simba, na Simba anataka alama 3 vile vile kwa ajili ya kuweka hai matumaini yetu ya kuelekea katika ubingwa wa ligi kuu ya NBC msimu huu. Hapo msemaji, nimeona mmemwongezea mkataba pia beki wenu licha kwamba msimu bado hujatamatika, lakini kama nimeanza kushtuka hivi. Rushaine De Reuck ni mchezaji ambaye tulimchukua kwa mkataba wa mwaka mmoja, lakini ndani ya miezi 6 ya mwanzo ametuimpress vya kutosha. Ameonyesha uwezo wa hali ya juu na hakuna ambaye ana mashaka na Rushaine De Reuck, lakini hofu kubwa ya watu ilikuwa ni majeraha, na hata ambao walikuwa kizodoa mwanzoni wakasema kwamba ni beki mzuri lakini ana changamoto ya majeraha. Lakini Simba tukamng'ata jongo, tukamchukua Rushaine, na tangu amekuja hajawahi kuumia hata jino.
amekuwa akifanya kazi yake kwa ufanisi na ufasaha wa hali ya juu kweli kweli. Kiwango chake kimedhihirika kwa ubora, lakini utimamu wake wa mwili umethibitishwa na madaktari kwamba yupo sawasawa. Tukasema hakuna shaka, acha tufungue ukurasa wa mazungumzo. Tukazungumza naye, tukampa ofa na amekubali kubakia ndani ya Simba. Sisi kwetu ni faraja kubwa. Kwanza tumejiondolea pressure kwa uwezo ambao ameuonesha Rushaine. Tegemea dirisha kubwa la usajili kungekuwa na hodi nyingi za kumtaka, lakini tukasema hebu acha tuondokane na hiyo pressure, tumalizane naye mapema ili ibaki tunamdai kazi yetu ya kuitumikia Simba Sports. Sawa. Vipi semaji kwa hali ya wachezaji ambao wamefika hapa, hali yao katika mchezo wa kesho? Labda kuna wachezaji wengine mmewaacha kutokana na sababu za hapa na pale, keshana wengine ambao wanaanza maalum. Wachezaji wote wako timamu, hakuna yote ambaye atakosekana, ukitoa Selemani Mwalimu ambaye anatumikia adhabu ya kufungiwa mechi 3. Wengine wote waliobaki wako vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Hatuna mchezaji yote mwenye majeraha. Hii ni kusema kwamba kesho Mwalimu Steven Becker ataingia katika uwanja wa mechi akiwa na jeshi lake kamili gado. Tegemea Damaro ile chenga kuiona hapa kesho Airtel, kwa sababu kama umesema uwanja bado hujapata. Inategemea kama watu watakuja kichwa Loemba lazima akupige chenga ya Damaro. Kwa hiyo kama watakuja vizuri kistaarabu, basi kuna namna ambayo anaweza akawafanya kwa kistaarabu, lakini kama wanakuja hovyo lazima akuzunguke, akuachie jezi namba, alafu mnyama aende akatoe pasi ya goli. Kidogo tusemaje, niliona uliandika ulizungumza kupitia Simba TV kwamba Singida ni kama wapo tu kuharibia mipango, watu wakaa hawakuelewa hicho. Singida sisi tunajua vizuri mno Singida. Watu kama Singida tunaijua, hata wasiposema neno Singida tunajua wanafikiria nini. Kwa hiyo tunajua Singida dhamira yao, malengo yao sio tu kushindana kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kushindana na Simba Sports Club. Hilo ni lengo lao. Inawezekana wasiandike popote, lakini kwenye mioyo yao hiko ndicho ambacho kinasoma, na sisi tuna uwezo wa kusoma akili na mioyo ya Singida inapokuja kwenye swala la kucheza na Simba Sports Club. Tunajua hiyo ni dhamira yao na ni furaha yao kuiona Simba anapata matokeo mabaya dhidi ya wao. Hatusemi watu wachie, hatusemi wajilegeze, hatusemi chochote. Waje washindane kama wanavyoshindana, lakini tunajua ushindani watakaoonyesha ni ushindani ambao hawajawahi kuonesha katika mechi yote ya ligi kuu ya NBC. Dhidi ya Simba wanajidabo, wanajitwisha hamila na kujiongeza ugumu kwa ajili ya kuisumbua Simba, lakini mara zote wamekuwa akifanya hivyo na Simba tumekuwa tukipata ushindi japo kwa tabu. Na hata kesho tunaamini kwa mapenzi yake Jalla Jalal, tunaamini mechi ya kesho itakwenda kuwa ngumu na tutapata matokeo mazuri inshallah. Neno moja kwa wana Simba, kwa sababu ni kama semaji ni kama mnatua ya alama 9 hivi. Mashabiki wa Simba wale wanaokuja Singida waje, tunawakaribisha. Singida iko ready inawasubiri wao, na wale ambao wako hapa Arusha na wenyewe vile tuna